وسلم تسليما كثيرا. يا عباد الله، يا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله، فإن التقوى الله هي خير الوسيلة نتقرب إلى عز وجل. عباد الله، يقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. البقرة الآية 185. عباد الله، enyi waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kukusieni na kuhisia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumshukuru sote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutufikisha tena katika mwezi miongoni mwa mwezi mitukufu, na hususa ama khasisa mwezi huu mtukufu Ramadhani. Na unwani ya khutba yetu Ramadhan shahrul Qur'an, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani, ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu aliyoteremsha kitabu chake kitukufu Qur'ani, Qur'ani ambayo ndiyo mwongozo wetu na Qur'ani ambayo ndio tunatakiwa Waislamu nayo kwa kufuata maelekezo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu, hadhihi al-aya al-karima, aya hii tukufu ambayo nimeisoma awalan, inatuonesha kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ni ayami maadudat, ni masiku yanayohesabika, na leo tuna mwezi pili. Kwa hiyo tukihesabu leo ni mwezi pili kwa mujibu wa mwandamo wa mwezi ama miezi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitumbia, ni masiku 29 ama 30. Na hakika mwezi wa Ramadhani huu tulionao unastahili sifa na utukufu. Kwa nini? Kwa sababu mwezi huu ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuchagua kuwa ni mwezi wa kuteremsha vitabu vyake vyote, vitabu vyake vyote ikiwemo Qur'an. Ibadallah, wallahi tuko katika mwezi mtukufu, mwezi bora, mwezi adhim, mwezi wa fursa. Qala al-Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir rahimahullah amesema katika tafsiri yake, yumaddihu Allah ta'ala shahr Ramadan min bayna sa'ir ash-shuhur, bi annahu ikhtarahu min bayniha al-inzal al-Qur'an al-azim. Imam Ibn Kathir anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameusifu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuliko miezi mingine kwa sababu ameuchagua kwa kuteremsha katika mwezi huu Qur'ani na vitabu vingine. وقد نورد إلى حديث الشريف بأنه الشهر الذي كان الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. Na katika hadithi tukufu, hadithi sharif, mwezi huu wa Ramadhani mtukufu ndio mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha vitabu vyake kwa mitume.
فعن وائل بن أسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، kutoka kwa sahaba Waila bin Asqa anasema hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, unzilat suhuf Ibrahima fi awwal al-laila min Ramadan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mosi wa mtukufu Ramadhan aliteremsha suhuf Ibrahim, kitabu kwa nabii yake, kwa mtume wake Nabiiullah Ibrahim. Wa unzilat Taurat, na Taurati imeteremshwa katika mwezi sita katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa unzila al-Injil, na Injili iliteremshwa katika mwezi 13 katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Wa unzila al-Quran al-24 min Ramadhan, na kitabu chetu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiliteremshwa katika mwezi 24 katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Ibadallah, waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuna fursa kubwa, tuna nafasi kubwa kuyatumia haya masiku yanayohesabika ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Waja Mwenyezi Mungu, wallahi hapana mwezi ambao umeitwa na kutajwa kwa jina lake isipokuwa ni mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, istaqan liqaulihi ta'ala, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Ni mwezi pekee, miezi yote haikutajwa kwa majina, bali ni mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, tambueni mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mmefaradhishiwa kufunga. Funga ni nini? Funga ni nini? Funga ni kujizuilia kula na kunywa mchana wote wa Ramadhani, mchana wote wa Ramadhani, na si vinginevyo, na kujizuilia na mambo mbalimbali machafu, bali kwa amri ya Mwenyezi Mungu, hata kama wale wenye wake zao wa halali wamezuiliwa kukutana nao katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zanguni Waislamu wenzangu, hapana fursa kubwa kama hii sisi Mwenyezi Mungu kutujalia tukaudiriki na kufikiwa na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ni fursa kubwa. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifurahi zaidi wanapokutwa na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwani ni mwezi ambao jema moja Mwenyezi Mungu analipa fadhila na thawabu zaidi ya 700. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumtii na kumtukuza Mwenyezi Mungu, na tutambue ya kwamba jambo hili ambalo Mwenyezi Mungu ametufaradhishia la saumu ya Ramadhan ni jambo kubwa, ni jambo kubwa. Mambo yote ya malipo Mwenyezi Mungu ameyaacha yafanye na andiko na malaika, isipokuwa saumu. Mwenyezi Mungu amechukua dhima na jukumu yeye mwenyewe kusimamia kuwalipa waja wake malipo yalikuwa mazuri, waja wake ambao ili wasibughudhiwe na mitihani ya dunia. Ulipochomoza mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu aliwafunga mashaitani wote wako jela na minyororo, ili wasiwabughudhi waja wake ambao Mwenyezi Mungu amewaamuru kuitekeleza ibada hii tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, ni kuombeni na kuiomba nafsi yangu tutumie fursa ya mwezi huu, kwa sababu ni mwezi wa Qur'ani. Ukisoma harfu moja unapata sababu zaidi ya 700. Tujishughulishe, tuishi, tuisome Qur'ani, lakini bitadabburi maaniha, pamoja na kuzingatia maana ya Qur'ani na sababu ya kuteremsha Qur'ani na nini Qur'ani inatutaka na tuishi vipi na Qur'ani. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuombeni na kuiomba nafsi yangu tumshukuru Mwenyezi Mungu, bali kubwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ud'u ila Allah antum muqinuna bil ijaba.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم مرة ثانية بالتقوى الله. Enyi waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuhusieni kwa mara nyingine kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nini maana ya taqwa? Taqwa ambayo tumevaana nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika lengo la aya iliyokuja imefaradhishwa kwenu ninyi kufunga, la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Nini taqwa? Taqwa ni akuone Mwenyezi kila mahali ambapo alipokuamrisha na akukosa kila mahali ambapo alipokukataza. Hii ndio maana ya taqwa, na taqwa ni kujitakasa. Na maana ya mwezi huu neno Ramadhani, maana yake mwezi ambao unayechoma na kuyaunguza machafu na madhambi ambayo tumeyakusanya miezi 11 iliyopita. Ibadallah, wallahi tuitumie fursa hii, tusiwe na nafasi hata chache labda ya kutafuta riziki, lakini 95% tushughulike na Qur'ani, tushike kumtaja Mwenyezi Mungu. Lakini na kubwa katika mwezi huu kuna usiku mkubwa, usiku mtukufu, usiku bora, usiku ambao haupatikani katika miezi mingine ila katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, nao ni usiku wa Lailatul Qadri. Ndugu zanguni, tuufunge mwezi wa Ramadhani, tuhuishe usiku wake. Lakini kwa bahati mbaya tunakimbia sunna kubwa adhim ambayo ndio qiyamul laili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sunnatut tarawih, sunna ya kisimamo cha tarawih ambayo haisaliwi katika miezi mingine bali inasaliwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna aljanna illa man aba. Masahaba akamuuliza, ya Rasulullah, wa man ya aba ya Rasulullah? Qala Rasulullah, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani dakhala an-nar. Ibadallah, Mtume amesema umati wangu wote utaingia peponi isipokuwa atakayekataa. Na kukataa, Mtume katuhimiza mambo mengi kupitia mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Tumeletewa mwezi wa Ramadhani, Mtume katafsiria, man qaman imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yoyote atakayesimama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisimama kutakusudia tarawih, ndio qiyamul layl ya Ramadhani, imanan, kwanza ameitekeleza saumu ya Ramadhani kwa imani, kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, wa ihtisaban, lakini akawa na matumaini na matarajio ya malipo Mwenyezi Mungu atamlipa, ghufira lahu, Mwenyezi Mungu atamsamehe mja huyo ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, madhambi yake yaliyopita na yaliyoko mbele yake. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika faradhi hii ya Ramadhani tulioidiriki. Mwenyezi Mungu atukubalie funga zetu, atusamehe madhambi yetu, atujalie tuingie katika pepo babu rayani, mlango ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia wafungaji. Enyi waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ametuamrisha mambo mengi sana, na jambo kubwa hapana tuamrisha ambayo kalianza yeye mwenyewe na kisha akawaamrisha malaika wake na kisha akatuamrisha sisi pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرضى عن أصحابك رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصا من
بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك أجمعين. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتوباتنا يا إله الأولين والآخرين، وأورثنا الجنة مع المحقين، ولا تردنا خائبين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. استووا صفوفكم. تمام الصلاة.